Baada ya kumshukuru Allah na kutaka ziada za rehema na amani ziwe juu ya mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kwanza kwa kutuwafikisha katika siku ya leo, lakini vile vile kwa kutupa fursa sisi tuliokuwa wachache miongoni mwa wengi kutanika katika maeneo haya kuhudhuria sala tukufu kama hii. Na kama ilivyokuwa kawaida, tunapopata fursa kama hii, tunapomaliza kusali kama ilivyokuwa kawaida, tunakuwa na muda walau wa kufikishiana mawili matatu kwa ajili ya faida yetu ya duniani na kesho akhera inshallah. Kwa hiyo tutatumia fursa hii kwa dakika hizi kadhaa, japo sitatumia muda mwingi katika kuzungumza nisije nikakutosheni, maana bora ni kuzungumza yale machache yenye kueleweka. Kwa hiyo inshallah taala nitatumia kuzungumza kwa dakika kadhaa, lakini katika yale ninayoyazungumza ninamuomba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala atujalie haya yakathibiti katika nyoyo yetu, lakini vile vile tuyatumie katika maisha yetu inshallah. Na imani kwanza sisi tuliokuwepo hapa asilimia kubwa tayari kuna watu wanamiliki wake, lakini kadhalika kuna mama zetu ambao tayari wana waume zao. Kwa hiyo ningetaka kuzungumza leo na akina mama wa Kiislamu, lakini vile vile hata nyinyi mliokuwa na wake inshallah taala, haya mtakaoyazungumza hapa mtayatoa na kwenda kuwapelekea huko wake zenu pamoja na watu wenu wa karibu kwa ajili ya faida katika maisha yao. Asilimia kubwa sana kumekuwa kuna malalamiko pengine katika jamii, pengine katika makazi tunaoishi, kwamba hali ilipofikia hivi sasa wanaume wamekuwa ni watu, sio wanaume tu, hii kwa watu wote, lakini asilimia kubwa wanawake ndio wamekuwa walalamikaji kwamba wanaume hawatulii katika majumba yao. Wanaume wamekuwa na michepuko mingi huko nje, yani kila mmoja anakuta ana mwanamke ndani, lakini bado ana kimada, ana nyumba ndogo lakini sio rasmi. Acha nyumba ndogo aliyotaja Mwenyezi Mungu, kuna ile isiyokuwa rasmi, yani ana kimchepuko tu pembeni huko kwa ajili ya shughuli zake anazozijua yeye. Hii asilimia kubwa ya wanawake wamekuwa wakilalamika. Lakini unapolichunguza hili swala, wataalamu wa masuala ya mahusiano wanakwambia ukiona mwanaume kafikia hali kama hiyo ya kutoka nje, basi jua asilimia 75 ya mwanaume kufanya jambo kama hilo, asilimia 75 ushawishi anaopata kutoka kwa mwanamke. Kwa hiyo nataka kukizungumza na kuhusieni mama zangu pamoja na dada zangu mliopo katika maeneo haya ambao mmekuja kusikiliza haya, kwamba katika maisha Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanamke kampa thamani kubwa kuliko kiumbe wa aina yote, lakini imefika mahala wanawake kwa kutokujua thamani yao, kwa kutokujua Mwenyezi Mungu alichowapa kwamba wakitumie vipi, haya yanasababishwa na wao wenyewe, kwa sababu haya yanayotokea wao wanashindwa kujua kwamba vipi wavitumie vile ambavyo Mwenyezi Mungu amevijalia katika miili yao. Nataka kukizungumza ni hiki, kwamba mwanamke kapewa thamani, lakini katika thamani aliyopewa mwanamke kapewa silaha. Waswahili wanasema mwanamke ni silaha ile kukata mawili, inakata mbele na nyuma, inakata juu na chini. Yani mwanamke ni silaha iliyokuwa na makali, ambayo silaha hii ikitumika ina uwezo wa kusambaratisha kila kitu. Ninachotaka kuzungumza hapa ni kwamba kama ukiwa wewe ni mwanadada na mwanamke wa Kiislamu, kuna silaha ambazo Mwenyezi Mungu akakupa katika mwili wako, ima katika alipokuumba Mwenyezi Mungu kukujalia hivyo, ukivitumia na imani katika maisha yako, wallahi hakuna mwanaume yeyote atakayekuwa akihangaika kutoka nje ya ndoa wala akihangaika kwenda huku wala kule. Leo imefikia hapa kwa sababu wanawake mmefika mahala hamjajua thamani yenu na hamjajua mtumie vipi ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Kwa hiyo walilahi alhamdulillah, hizi kadhaa haraka tutavizungumza vitu hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu amewajalia wanawake na jinsi gani wavitumie katika kufaidisha, ili kusiwe na kesi za kwamba si fulani amekuwa na nini, si fulani amekuwa na nini. Ziko silaha, ziko nyingi ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia mwanamke, lakini nitazungumza baadhi ambazo Mwenyezi Mungu atanijalia kuzizungumza. Lengo kila mmoja atoke hapa na faida, tusemeni inshallah. Mwanamke kapewa silaha za maangamizi. Silaha hizo ziko kadhaa, ambazo silaha hizi kama akizitumia ana uwezo wa kumtuliza mumewe ndani. Leo kumekuwa kuna mambo kwa sababu wanawake hawavitumii hivi vitu, wanawake hawaitumii thamani yao, wanawake hawayatumii makali yao kumtuliza mume. Kuna silaha Mwenyezi Mungu kamjalia mwanamke, nitazizungumza inshallah. Silaha ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia mwanamke, ambayo hii akiitumia bila shaka moja kwa moja akitumia, hautasikia mwanaume akitamani vitu vilivyokuwa vya nje, kwa sababu anatamani vya nje kwa sababu hivyo wewe umfanyie ndani, yeye anafanyiwa huko Njomba, anafika mahala anatoka anakwenda kule. Lakini kuna silaha ambazo amekupa. Moja ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke ni sauti, Sheikh.
Mwenyezi Mungu kamjalia mwanamke sauti, Waswahili wanasema sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Yani mwanamke ana sauti ambayo akiamua kuitumia ana uwezo wa kumshawishi mtu wa aina yoyote yule kufanya jambo la aina yoyote. Isipokuwa wanawake hawajui kutumia, jinsi watumieje fursa walizokuwa nazo. Ndio maana kumekuwa kuna malalamiko na nini. Lakini kama watatumia fursa ambayo Mwenyezi Mungu sauti, shekhe akimjalia mwanamke akitumia sauti aliyokuwa nayo, na imani mwanamume atatulia ndani. Kwa sababu kwanza sauti ni kitu ambacho kinaleta, yani akizungumza mwanamke, akizungumza sauti, akiamua kuizungumza, hata uwe shekhe kidogo hapo lazima upate kidogo tetemeko la moyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni sauti. Sauti ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amempa mwanamke. Akitumie vipi? Unapozungumza na mumeo lazima ujue sauti ya kuzungumza na mumeo. Kuna sauti ya kuzungumza na jirani, kuna sauti ya kuzungumza na rafiki wa mumeo, kuna sauti maalum ya kuzungumza na mumeo. Kwa unapokuwa na mumeo, walembua sauti yako. Zungumza na mumeo kwa sauti iliyokuwa nyororo, sauti iliyokuwa laini, inayotoka chini ya uvungu wa moyo. Lakini watu wengine wakija zungumza sauti iliyokuwa kaza sauti na kuzungumza na watu wengine. Lakini wakija mumeo, legeza sauti yako, zungumza na mumeo kwa sauti iliyokuwa laini yenye kupendeza. Leo kuna baadhi ya wanawake sauti walizokuwa nazo, yani ukitaka kujua mwanamke, kila mwanamke ana sauti nzuri, subiri ya ugue shekhe. Akiugua ndio unajua kwamba kila mwanamke anakuwa na sauti nzuri. Wewe ugue hata mkeo, alafu mwambie mke wangu, vipi nikuletee ugali? Nasikia mume wangu ugali, nasikia kama unakaba hapa. Basi nikuletee miogo, nikila nasikia kama usingizi. Basi nikuletee chips mayai. Mume wangu chips mayai lakini sikauke sana. Anajifanya tayari kazidiwa kwa sababu amesikia sauti mayai. Amesikia habari za chips mayai, ndio tayari kabadilisha na sauti. Sema safua. Kwa hiyo sauti mwanamke hivi mnashinda kupiga wanawake, hata zile sauti wanazozitumia. Kuna wale wadada wanatumiwa mtandaoni wale. Unaweza ukapiga, unaambia jamani labda nina tatizo langu, unawapigia wale customer care. Wanapokea labda Halotel, labda Airtel au mtandao wote. Akishapokea cha kwanza anajitambulisha. Halo, unaongea labda na Rose hapa, unaongea na nani? Hapa wale unaongea na fulani kutoka mahali fulani. Nikusaidie nini? Mimi bwana na shida moja mbili tatu. Unaomba kwanza samahani kutokana na tatizo la mtandao, labda ndio maana imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Labda una tatizo jingine nikusaidie. Yani sauti anayozungumza mpaka unatamani uendelee kuzungumza naye. Yaani unatamani atauhamishe mada. Yani tatizo tayari kakutatulia, lakini unatamani uhamishe mada, umuulize kitu kingine ili uendelee kusikiliza sauti yake. Hata mara umuulize, bwana what is biology? Yani tuendelee kusikiliza sauti ambayo anaitumia. Sema la ilaha illallah. Kwa mwanamke Mwenyezi Mungu kamjalia sauti. Tumia sauti kwa ajili ya mumeo. Lembua unapokuwa na mumeo, sauti ya daima hususi kwa ajili ya mumeo. Wallahi kama utafanya hivyo hautamuona mume yoyote akitoka nje ya ndoa. Haraka. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu amemjalia mwanamke mapambo, mwanamke kujipamba kwa ajili ya mumewe. Na hapo ndo pana mtihani. Hapa tukiulizana sisi sote tulokuja hapa, utakuta 99.99% wanawake zetu ili ajipambe awe ana safari. Yani shati akivaa akipendeza, kuna safari anatoka na kwenda kutembea. Sio kwamba anajipamba kwa ajili ya mume wake. Akivaa kuna safari anakwenda kutembea, sio kwa ajili ya mumewe. Sema astaghfirullah. Lakini Mwenyezi Mungu amewapa uhuru wanawake kwamba uwezi kuvaa mavazi ya kujistiri hapa nje, lakini unapokuwa na mumeo vaa mavazi yenye kupendeza, mapambo yenye kumvutia mumeo. Mwanamke hawezi kununua hata glycerin, wala glycerin inauzwa shilingi ngapi? Unashinda kununua hata glycerin uloanisha mikono yake iwe laini. Unakuta mwanamke kakamaa mkono huo mkono unakuta ndo anasugulia sufuria. Yani sufuria inaweza likasuguliwa bila kutumia steel wire likang'aa. Hata akija rafiki yake mtembelea, shoga mbona masufuria yako yanang'aa hivi? Unasugulia nini? Na kama hamna shoga mkono. Kumbe ule mkono ulivyokomaa limesuguliwa ile sufuria alafu likiandikwa pale. Unaliona wewe mwenyewe. Sema la ilaha illallah. Yani linang'aa lenyewe. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya vitoto wakati wa kuoga huwa vinalia sana. Sio kwamba hapendi kuoga, anasikia mtoto hapendi kuoga. Sio hapendi kuoga, mikono yako hiyo inamuumiza wakati wa kumuogesha. Hakuna mtoto asiyependa maji. Ila tu kwa sababu mikono yako anaiogopa, inafika mahala anaona sasa swala la kuoga litakuwa gumu kwake. Tumia mapambo kwa ajili ya mumeo, jipake wanja, pendeza kwa ajili ya mumeo. Wanaume waliokuwa wengi sisi tunapenda, wanaume waliokuwa wengi tunapenda vibinti vidogo vidogo hivi. Unakutana kibinti kimevaa sketi labda, kimevaa vile vya shule tunajua vikivaa uniform wake vinapendeza vile. Acha kabisa. Kwa hivyo kikipiga ile uniform, kikipiga t-shirt, kikipiga shati juu, kikipiga sketi, socks viatu, kivaa na begi, kikipita hapo nakuta watu hoi. Sasa na wewe mwanamke, kwa sababu unajua wanaume maradhi mengi yako hapa, na wewe cha kufanya ukimwona mmeo anapenda sana binti vya shule, kazi yako ndogo, toka na wewe
nenda kwa fundi. Ukishafika kwa fundi, shona sketi na wewe, nunua shati la shule, vaa na begi na soksi. Alafu mumeo akitoka akirudi nyumbani, akishakaa sebuleni sasa amekaa, alafu ndio unatoka zako chumbani, umepiga kashati kako, umepiga sketi yako na soksi yako, alafu na begi lako, alafu unapita mbele ya mume wako, unamuuliza mume wangu vipi? Hapo vipi? Unanionaje mtoto nilivyopendeza? Wallahi ukitumia silaha hii ya mapambo, hakuna mwanaume yoyote atakayenasuka hapo. Kila mwanaume atatulia nyumbani. Tumia mapambo, pendeza kwa ajili ya mumeo, jipodoe kwa ajili ya mumeo, jiweke katika mazingira ambayo yatamfanya mumeo aone kwamba hakuna mtu bora mwingine tofauti na wewe. Silaha ya tatu inshallah ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia mwanamke ni mtembeo, motion, jinsi ya kutembea. Yaani wewe usijali, kuna vijana saa hizi anakuambia bwana mimi nataka mwanamke mwenye mguu wa bia, siji mguu. Yaani vijana waliposikia kwamba maisha ni safari, wakaona wenyewe watafuta mwanamke mwenye mguu wa bia, kwa sababu mguu wa bia unaweza kutembea muda mrefu. Waliposikia maisha ni safari sema astaghfirullah. Ndio mipango ya bia. Na msione vijana, hamna lolote vijana mnaochagua sio wanawake wenye miguu ya bia wala nini. Hamna lolote, nyinyi ni wazembe katika maisha, kwa sababu mnajua kabisa hamna mpango wa kutafuta hela mpaka mkanunua gari. Kwa nini tutafute mwanamke mwenye mguu mkubwa ambao atatembea muda mrefu? Na nyinyi akina dada mnaolingalinga na miguu yenu hiyo, sijui miguu ya bia, sijui hamna lolote. Ukijiona una mguu wa bia, jua hauna nyota ya kupewa lift. Wewe nyota yako ni ya kutembea kwa miguu. Sasa kama umepewa mguu mkubwa unatembea, unataka upewe lift ili wewe. Wewe tembea kwa miguu. Kwa mwanamke tumia mtembeo, tembea kwa ajili ya kujivunia. Tembea kwa madaha kama twiga anapokwenda unapokuwa mbele ya mumeo, tembea huko kwa bashasha, yani unanesanesa. Yani mumeo akikuona jinsi unapotembea unanesanesa, yani mumeo anakuwa anatabasamu kwa fulani bwana. Yani wewe bwana. Yani tembea, badilisha mitembeo ya aina tofauti tofauti kwa ajili ya mumeo. Lakini kuna wanawake leo wanapotembea, mwanamke anatembea tafikia na mkamaji bwana. Mwanamke anatembea tafikia mgambo wa jiji. Tembea kwa mwanamke leo, kuna mwanamke anakuta anatembea kiatu kimeisha upande. Yapo haya Waislamu, msiteke. Yapo unakuta Muislamu mwanamke anatembea kiatu kimeisha upande, na kuna baadhi ya wanaume tunalalamika, wao mafundi siku hizi wamekuwa matapeli, sio tiles watengeneze vizuri. Swala sio tiles, mkeo anatembeaje? Mkeo anatembea vishindo bwana, kama tetemeko linakatiza. Kwa nini tiles sibanduke? Haya madhara yanaletwa na wanawake zetu. Mwanamke akipita hata karibu na kuku unasikia mpaka kuku anapiga kelele. Kwa nini jamani, kuna mwizi? Kumbe mwanamke alikuwa anapita hivi. Tembea mtembeo utakomfurahisha mumeo. Tembea kwa madaha, tembea kwa madoido. Sema la ilaha illallah. Tunakwenda haraka kutakuwa na muda inshallah. Silaha nyingine ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke, silaha ya nne, inshallah ya 4. Tazungumza 5 au 6 hivi. Silaha ya 4 ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke ni mideko. Kujishembedua unapokuwa na mumeo, deka unapokuwa na mumeo. Mwanamke kaumbwa laini bwana. Ila kuna baadhi ya wanawake na wenyewe wanajifanya siku hizi manganga na wenyewe. Mwanamke kaumbwa laini. Mwenyezi Mungu kamuumba mwanamke laini. Wewe hata ujifanye nganga kiasi gani, wewe bado tu laini. Mwenyezi Mungu kaumba wanawake wote laini. Kwa hiyo mideko unapokuwa na mumeo unatakiwa udeke bwana. Unapokuwa na mumeo unatakiwa hata kidogo tu, hata ukiumwa na mbu kidogo enda kwa mumeo. Jamani mume wangu hapa mbu. Mtetee mumeo bwana. Basi mke wangu pole. Na mwana mistaki. Nani mumeo anasikia furaha shekhi. Mideko hiyo jiweke katika mazingira ya wanamke, tengeneza. Lakini kuna wanawake leo ukiwaona unakuta mwanamke ananyanyua sufuria limechemka la maji pengine au la mboga, analinyanyua kwa mikono na analiweka pembeni. Hana wasiwasi kabisa, analinyanyua na anaweka pembeni. Kweli? Jaribuni kuwa romantic bwana. Mwanamke anakuta anafungua soda kwa meno, uliona wapi mwanamke anafungua soda? Mwanamke unanyanyua gunia la mkaa, uliona wapi? Kwa hiyo unapokuwa na mumeo, jilegeze, weka mideko yote kwa mumeo. Weka mideko ya 4G kwa mumeo. Inshallah kama utafanya hivyo, hakuna mwanaume yote atakayetoka nje, utamtuliza mumeo wewe mwenyewe. Inshallah. Ya 5, silaha ya 5 inshallah Mwenyezi Mungu aliyomjalia mwanamke ni mapishi. Mwanamke lazima uwe fundi katika kupika. Tuliza kichwa wakati wa kupika, na chakula cha mumeo andaa mwenyewe. Weka mashamshamu ya kila aina. Pika vizuri, sio wanawake wasikii mwanamke anapika unaunguza bwana. Alafu tutaka kujua wanawake waga na makusudi, waga wanaunguza dagaa na matembele, lakini ukileta kuku haunguzi. Wewe uliona wapi mwanamke anaunguza kuku? Nani ulishaona hata siku moja kaunguza kuku? Nani? Ndio utajua wanafanyaga makusudi. Na wanawake siku hizi wachache mafundi kwenye kupika, wengi wanapika ovyo ovyo. Kuna mwanamke anapika wali bokoboko. Wali una kiini. Unakuta mtu anapika chapati harufu tu unakula harufu. Yaani wanawake sikiza anapika harufu. Unakula chapati harufu ya chapati lakini ladha ya ukoko.
Unakula pilau, ni harufu tu ya pilau, lakini ladha ya ugali. Badilikeni wanawake, pika chakula cha kupendeza ambacho hata mmeo akila, kila tonge kila anakula piga takbira. Allahu Akbar. Yaani kila tonge. Allahu, ule utamu ladha anaoipata ile. Ladha anaoipata ile. Tengeneza vizuri. Na shida sio kwamba wanaume hawapendi kuhudumia. Swali ni kwamba nikinunua kuku, unaweza kumpika kuku? Unamnunulia mtu samaki leo unasema leo ngoja nyumbani kwangu na mimi leo wale vizuri, nanunua samaki unaleta ndani. Lakini mwanamke anampika samaki, anajaza maji karibia ule samaki afufuke. Mwingine ananunua nyama kilo moja, anapeleka nyama inaonjwa, wewe muda wa kupika mpaka inabaki nusu kilo. Sasa tunakuelekea toka mnahesabiana, nanunua nyama tunakata wote, tunahesabu vinyago ziko ngapi? 12, kila mtu 6. Ukionja kuku, ukionja 5 imebaki hapo moja. Za kwangu 6 ziko pale pale. Ndio hivyo. Maana kuna watu acha hao, kuna watu wengine mabaini, mwanamke na machao, mume wangu labda majani ya chai yameisha na machele ya majani ya chai. Anaficha ile hela majani ya chai, anaficha, anaenda kwenye vikoba, halafu anakwenda kuazima michai kwa jirani. Ile 500 uliyompa ya majani ya chai anaficha na kupeleka kwenye vikoba. Haya ni matatizo. Sio kwamba sisi hatupendi kula vizuri, tunapenda kula vizuri. Sio kwamba hatupendi kuwahudumia vizuri, tunapenda, isipokuwa sana ni kwamba tunavyowahudumia mnafanya mambo yenye kupendeza. Yaani nikaangaika kununua chakula kizuri, mboga nzuri, alafu napika ovyo ovyo. Ndio nini bwana? Mwanamke pika bwana, chakula kinanukia, chakula kinapendeza. Weka viungo mpaka maji ya kuoga. Mwekee mumeo pilau masala kwenye maji ya kuoga, weka iliki, weka swibi ndani nyembamba. Yale mumeo akaenda kuoga mpaka anakuwa muda wote ananukia. Yaani anajisikia raha, yale maji yanapopenda. Yaani raha anajisikia. Pika chai yenye kupenda, weka viungo, pika mboga, weka viungo. Sio unapika mboga ovyo ovyo, yaani mboga unakuta maharage, nyanya ziko kule, vitunguu viko kule, mafuta yako kule. Sema safurua. Kwa hiyo silaha ya 5 ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke ni mapishi, kuwa fundi kwenye kupika. Bwana kuna watu wana simu, akina mama, mtu mmoja mwanamke ana smartphone. Kwani usitumie smartphone yako kuingia kujifunza mapishi? Ukajifunza pilau linapikwaje, ukagugu pale akakuelekeza pilau na wewe ukampikia mumeo akapendeza, akafua. Mumeo akikuletea dagaa, ukipika dagaa vizuri, hata mimi nikiona leo umepika dagaa vizuri, kesho naleta samaki. Ukipika samaki vizuri, kesho yake naleta kuku. Hivyo hivyo napenda. Lakini naleta dagaa zina mchanga, dagaa zimepikwa ovyo ovyo, alafu naleta samaki wa nini? Sipo ndio kale mgawani. Kwa hiyo badilikeni bwana kina mama. Semeni inshallah. Badilikeni. Tumieni silaha kwa ajili ya kumwangamiza mume, mtulize mumeo ndani. Lakini ziko nyingine inshallah, ziko nyingi. Tutaja ya mwisho hii ya 6 nafikiri. Silaha ya 6 ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke, hata ile baada ile ya mapishi. Maana hapo kwenye mapishi ndio unakuta mwanamke anahangaika. Hapa nilikuwa nimesahau, hapa nakumbushia. Unakuta mwanamke anahangaika na kwenda kwa mganga siku tafuta limbwata. Sawa, mganga anakupa limbwata, haina tatizo. Swala chakula unachoweka hiyo limbwata umepikiaje? Chakula kimeungua, kina harufu, yaani hata limbwata ukiweka ile limbwata ingeisha nguvu kutokana na harufu ya kile chakula kilivyoungua. Ndio unakuwa labika hawa ganga shuize matapeli. Sio matapeli, chakula ulichoweka kimeungua, kimemaliza nguvu ya limbwata yote. Sema la ilaha illallah. Kwa hiyo inshallah silaha nyingine ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamke, ambayo hii akiitumia atamtuliza mumewe ndani, silaha hii ni jicho. Jicho linaua, kimya, silent killer. Yaani kuna mwanamke akikutazama shaka mpaka unasikia, unasikia kabisa yani kama maini yanahamia huku, figo inakuja huku, moyo unakwenda huku. Yaani vitu shaka na baada kama unakwenda huku, unasahau unataka kununua nini, unasahau. Kwa nini usitumie jicho? Alegeza jicho kwa ajili ya mumeo. Kwa nini usinipige? Siku kuna wanja wa aina nyingi. Piga ule wanja, tafadhali nipigie. Halafu msubiri mumeo atakaporudi ndani. Halafu ile jicho huwa unalebua kama vile unakata roho vile. Halafu ile jicho liambatane na tabasamu lenye kupendeza. Jifunze kutabasamu. Unajua asilimia kubwa walipoona wanawake wengi hawajui kutabasamu, maskini ya Mungu. Kuna tofauti, kuna kutabasamu na kukenua. Wengi waga wanakenua, anajua ndio kutabasamu. Ukimwambia tabasamu hii, anaonyesha meno. Kutabasamu onyeshe meno, huko ni kukenua. Kutabasamu ni uso tunakuwa bashasha, wenye kupendeza. Yaani mwanaume, yaani akikutazama anakuwa anaitika tu moja taka moja tu. Mama fulani unalipa, yaani ile tabasamu tunapomtazama. Kwa hiyo inshallah utaala, ndugu zangu, yatoshe haya. Kubwa ilikuwa ni katika ukumbushana, ziko silaha hizo ambazo mwanamke ukizitumia hizo, hata kama mumeo alikuwa na tabia gani, hata kama mumeo ana wake 4, wallahi nakwambia itakuwa siku ya zamu yako saa 12 kashafika nyumbani. Lakini zamu ya mdogo saa 2 saa 3 ndo anaingia. Lakini kwako mapema adhana inalia, yuko nyumbani na kwenda kusali. Kutoka kusali kasharudi nyumbani. Kwa nini? Tumia silaha 5 za maangamizi hizo inshallah.
Kwa hiyo baada ya hapo wanawake wamepewa silaha 5, lakini kuna wanaume si hatujapewa silaha. Wanaume hawezi kuwa na silaha maangamizi, ila wanaume tumepewa vitu fulani vya kumshawishi mwanamke. Yani kuna vitu kwa wanaume ukivifanya hivyo vitu, mkeo atakupenda mpaka anaweza akasahau hata jina lake. Yani hata ukimpa talaka kesho kutwa atakipigia simu wao, akipokea simu anaongea alikuwa mke wa fulani hapo, unasemaje? Yani kashasahau mpaka jina lake. Kwa hiyo inshallah taala, ndugu zangu, yatosha haya, lakini kubwa zaidi ya kina mama tulewane. Hizo ni silaha, zitumieni katika maisha yenu. Msikae mnalalamika ndoa hazina furaha. Ndoa furaha haiwezi kuja kama haijatengenezwa. Utatengenezaje? Tumia silaha hizi 5. Tumia cha kwanza, tumia sauti yako. Pili, mapambo, jipambe kwa ajili ya mmeo. 3, sauti kwa ajili ya mmeo. 4, mapishi, pika vizuri. 5, mideko, jicho lengeza, tembea vizuri. Wallahi nakwambia mumeo hata toka nje, hata tamani chochote, mapema atakuwa kurudi nyumbani. Kwa inshallah taala, kusema hayo machache, naona muda wenyewe umetaharuka. Sasa hizi twende nyumbani, na sasa hizi ndio hivi masika, sasa hizi baridi, na vijana hasa vijana sasa hizi, na wahusieni vijana. Yani kuna mtu sasa hizi baridi, yani vijana sisi yote tunani sasa hizi baridi hili, kijana baada ya kanunue jaketi amekazana kutuma nauli, yani anamshawishi dada atoke. Nani alikwambia joto linapatikana kwa binadamu mwenzako? Alafu na kina dada na nyinyi, unajua kabisa sasa hizi ni baridi, na kwa kwenda yule bwana yuko peke yake, anakwambia njoo, na wewe unaenda, unataka nini? Unachokitafuta nini? Inshallah taala tuishie hapo inshallah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.